leo hawakubali kabisa habari ya nini ya taifa la Wapalestina. Hawataki kabisa. Lakini waziri mkuu Menachem Begin, kiongozi wa Likud, akasaini mkataba wa amani na Anwar Sadat, na kwa mkataba ule Israel ikaondoka Sinai. Okay. Ikaondoka hiyo Sinai Peninsula ya Egypt, na of course kwa upande wake Egypt ikaitambua Israel kama taifa halali. Kwa tangu 78 wa Israel wana mkataba wa amani na Misri. Na baadaye, miaka ya baadaye, wamekuwa na mkataba wa amani na Jordan. Jordan nao wamekubali kwamba taifa la Israel kama lilivyokuwa kabla ya mwaka 67 ni taifa halali. Arab League, hiyo umoja wa mataifa ya Kiarabu, walishaweka msimamo wao kwamba sisi nchi za Kiarabu tunatambua taifa la Israel, lakini likiishi sambamba na taifa la Wapalestina kwenye mipaka kama ilivyokuwa kabla ya vita ya siku 6. Ndani ya Israel, katika siasa za Israel zimebadilika sana tangu mwaka 78. Hao wa Likud wamekuwa na msimamo mkali sana, na msimamo wao wa Palestina wanashambuliwa sana hawa Hamas kwamba hawatambui, wanataka kuangamiza taifa la Israel. Hawatambui uhalali wa taifa la Israel. Unaweza ukasema hayo kama msimamo rasmi wa serikali ya Israel tangu baada ya makubaliano ya Oslo ya mwaka 93 yaliyofanywa na kiongozi wa Palestina Yasser Arafat na waziri mkuu Yitzhak Rabin wa Israel. Kuanzia mwaka 95 Yitzhak Rabin alivyouawa, wakaingia Likud chini ya Benjamin Netanyahu. Msimamo wa Israel umekuwa hakuna taifa la Israel, la Wapalestina. Hakuna. Na ili kuhakikisha kwamba halipatikani unyang'anyi wa ardhi za Wapalestina katika ukanda wa magharibi wa mto Jordan umekuwa kwa kasi sana. Leo hii kwenye hayo maeneo ya ukanda wa magharibi wa mto Jordan na Golan Heights kuna zaidi ya makazi 200 ya Wayahudi katika maeneo ya Wapalestina. Wapalestina wamenyang'anywa maeneo yote muhimu, maeneo yote mazuri wamenyang'anywa, mazuri kwa kilimo na yenye maji. Israel ina control maeneo yote mazuri na imejenga makazi. Kuna wakazi leo hii wa Kiyahudi ndani ya hayo maeneo ya Palestina zaidi ya 750,000. Kuna makazi 200, na makazi yote haya yamezungushiwa ukuta. Ile bahari ya nini wa Persian Gulf, wa ghuba ya Uajemi, kuna Saudi Arabia. Saudi Arabia sio marafiki wa Iran. Kuna Emirati, sio marafiki wa Iran. Kuna Oman, sio marafiki wa Iran. Yemen, sio marafiki wa Iran. Ukija ukapanda bahari ya Sham, upande ni Saudi Arabia, sio sio marafiki wa Iran. Upande wa magharibi kuna Sudan, kuna Eritrea, kuna Misri, sio marafiki wa Iran. Iran inatokaje na misaada kwa Hamas kutoka huko iliko mpaka ije Gaza, eneo ambalo limedhibitiwa kila mahali na Israel? Inawezekanaje? Inawezekanaje hawa ambao ni wafungwa wa hili gereza kubwa kuliko yote duniani wapokee msaada wa kijeshi wa Iran? Irani ambayo imewekewa vikwazo na Marekani na mashoga wake. Unanifahamu? Propaganda.
namna ya kusema, ya kukataa kwamba hawa watu wanaasi kwa sababu maisha ya Gaza hayawezekani. Ukiwaweka watu katika mazingira ya aina hiyo, lazima wataasi. Watatumia mbinu yoyote ile kuasi, kama walivyoasi waliokuwa kwenye Warsaw ghetto, iliyokuwa concentration camp kubwa ya nani ya Wajerumani Poland. The Warsaw ghetto ilikuwa na maelfu ya nini Wayahudi zaidi ya laki tatu. Wanauawa kwa njaa, wanauawa kwa finally wakaasi. Ndicho kinachotokea Gaza. Hakuishiki. Ukubali kufa njaa kimya kimya ili usiitwe gaidi, au useme liwalo naliwa, kama kufa ni kufa. Ndicho ambacho wamefanya Hamas. Hakuna mtu anayesema hivi Hamas ni kina nani hasa? Hamas wameanzishwa mwaka 82 wakati Israel iliposhambulia Lebanon. Hii ni vita ya 4 ya Wayahudi na Waarabu, 1982. Lebanon, South Lebanon. Hawa Palestina, PLO ya Yasser Arafat na Palestina walikuwa wanaishi Lebanon, wapiganaji wa PLO na makundi mengine ya Palestina. 1982 Israel ikashambulia hayo maeneo waliokuwa wanakaa wapiganaji wa Kipalestina na wakimbizi wa Kipalestina, wakaua watu kwa maelfu. Ikalazimika Yasser Arafat na PLO wahame Lebanon, kwa sababu vinginevyo wangemalizwa na Israel. Wakahamia wapi? Tunisia. Kwa ile military power ya wa Palestina ikawa imevunjwa, wakakimbilia Tunisia. Nani sasa wa kuorganize watu kupinga huu ukandamizaji wa Israel kwenye maeneo yao? Ndio Hamas ikaanzishwa. Na kuna ushahidi kwamba kwenye hiyo miaka ya mwanzo hiyo Hamas waliungwa mkono, walikuwa wanapewa pesa na Israel. Kwa sababu adui mkubwa wa Israel wakati huo alikuwa PLO, na PLO ni chama sio cha kidini, ni chama ni secular, chama ambacho itikadi yake ni itikadi ya nini? Pan-Arabism. Itikadi ya umoja wa Kiarabu. Kama sisi tulivyo na Pan-Africanism, Egypt ya miaka ya 50 kulikuwa na movement kubwa ya Pan-Arabism ya Gamal Nasser na kina Hafez al-Assad na vyama vingine vya kisekulari vya Mashariki ya Kati. Palestine Liberation Organization ni sehemu ya hiyo tradition ya Pan-Arabist secularism, sio cha kidini. Na kwa sababu iliungwa mkono na mataifa mengi including Tanzania, Wapalestina wameanzisha ubalozi hapa mwaka 82-83. Waliungwa mkono na dunia nzima. Kwa adui mkubwa wakati huo wa Israel alikuwa PLO. Ili kuwapunguza nguvu, wakaunga mkono nini? Hawa Islamists. Hamas ni chama cha Islamists. Katika siasa za Uarabuni kumekuwa na hizo currents za secularism na za Islamism. Islamism ya Uarabuni ni ya Jamaa Islamia, Muslim Brotherhood ya yule Muhammad Morsi aliyepinduliwa na huyu Jenerali al-Sisi, na hawa Muslim Brotherhood wako karibu kila mahali katika nchi za Kiarabu. Wana represent an Islamist wing ya Arabian politics. Upande wasiokuwa Islamists, hawa secularists,
Wing kubwa ni hiyo ya Pan-Arabis kama kina Gamal Abdel Nasser na wengine. Sasa ili kuvunja nguvu ya hawa waliokuwa na nguvu zaidi, hawa Pan-Arabis, PLO, Israel, Shin Bet, shirika la ujasusi wa ndani la Israel, Shin Bet, walikuwa wanawapa hela nani Hamas miaka ya mwanzo, wakati msimamo wa Hamas ni kwamba sisi hii nchi ni yetu, hawa Wayahudi hawana chao hapa. Lakini walikuwa wanaonekana ni wapiga kelele tu, hawana lolote, tuwatumie hawa kumdiscredit Yasser Arafat na chama chake. Hasa Islamism ya Hamas, kwa sababu ya ukandamizaji mkubwa unaofanywa wa Palestina, na Hamas ni watu wa mle wamebaki mle. PLO imekimbilia wapi? Tunis. Kwa Hamas ikazidi kupata nguvu. Imepata nguvu. Baadaye mataifa ya magharibi na Israel walivyoona hawa jamaa wanakuwa na nguvu sana, wakaanza kumlainisha nani? Yasser Arafat. Kwenye makubaliano ya Oslo ya mwaka 93 wakakubali kwamba Wapalestina sasa wawe na nini? Na Palestinian Authority. Hii mamlaka wa Palestina iliyopo ya Mahmoud Abbas ilitengenezwa Oslo na Yasser Arafat na Yitzhak Rabin, na baadaye na kwa makubaliano ya Rabin na Arafat, Marekani chini ya utawala wa Bill Clinton. Kwa hiyo ghafla Palestinian Authority ikawa sasa ndio darling wa nini? Wa nchi za magharibi, wanawapa hela nini, na wao wakawa wamekubali kwamba wataunda serikali, watafanya kazi ya kuwadhibiti wa Palestina ambayo ilikuwa inafanywa na Waisrael kwa miaka yote hii. Chanzo kikubwa cha Hamas kupata nguvu kwenye maeneo ya Palestina ni hicho. Hii chama cha Arafat, Fatah, ndio lilikuwa kundi kubwa zaidi katika PLO. Wamecompromise na Waisraeli, wanapewa hela na nchi za magharibi na jumuiya ya Ulaya na nini. Alafu kazi wanayoifanya sio ya kupigania maslahi ya Palestina, bali ni kuadhibiti wa Palestina. Wametajirika, rushwa tupu. Kwa hiyo Hamas ikapata nguvu sana mtaani kwa wa Palestina wa kawaida. Haisemwi, lakini ni hivi: mwaka 2005 wa Marekani sasa wameshampindua Saddam Hussein. Wanasema hamasisha demokrasia katika ulimwengu wa Kiarabu. Demokrasia lazima kuwe na uchaguzi. Kwa hiyo katika Mashariki ya Kati, katika Palestina, haya maeneo ya Palestina, lazima kuwe na utawala wa kidemokrasia, lazima uchaguzi ufanyike. Fanyeni uchaguzi. 2005 sasa 2005 Hamas ishakuwa na nguvu kweli kweli. Sasa hofu ya Israel, hofu ya Marekani, hofu ya jumuiya ya Ulaya na hofu ya Mahmoud Abbas na utawala wake. Tukifanya uchaguzi, hawa wapiga kelele hawa watashinda. Tunafanyaje? Fanyeni, tutaona cha kufanya. Lakini uchaguzi lazima ufanyike. Wamejaribu kuahirisha, ikashinda. Mwezi Januari 2006 kukafanyika uchaguzi mkuu wa wabunge katika maeneo ya Wapalestina: Gaza, West Bank, East Jerusalem. Kuna viti 132 vya bunge vinapiganiwa katika hilo bunge la Palestina. Kwa mara ya kwanza Hamas, ambao walikuwa wanasema siku zote kwamba
sisi hatutambui hizi compromises za walizofanya Yasser Arafat na watu wake, wakasema tutashiriki. Wameenda kwenye uchaguzi. Katika viti 132 Hamas walishinda viti 78 out of 132. Out of 132 parliamentary seats. Wameshinda uchaguzi fairly, squarely. Jumuiya ya Ulaya ilipeleka watazamaji kwenda kutazama uchaguzi ule. Watazamaji wa Jumuiya ya Ulaya wanasema uchaguzi ulikuwa huru na wa haki. The Carter Center, nilisema Jimmy Carter. Jimmy Carter ana kituo chake shirika kubwa sana linaloshughulikia masuala ya amani na demokrasia na duniani. Na inapeleka watazamaji wa uchaguzi karibu katika kila uchaguzi unaofanyika duniani. Watazamaji wa Carter Center wanasema huu uchaguzi ulikuwa wa huru na haki. Serikali ya Marekani, serikali ya Israel, Jumuiya ya Ulaya wakasema hapana. Hatuwezi tukakubali Hamas waunde serikali. Wakaanza kutengeneza njama za kuipindua serikali ya Ismail Haniyeh, waziri mkuu wa Hamas. Wakaweka vikwazo kwa mamlaka Palestina, kwa sababu sasa iko chini ya nani? Ya Ismail Haniyeh. Wakaweka vikwazo vya kiuchumi. Israel kwa sababu Israel inadhibiti maeneo yote wa Palestina, inakusanya kodi, huwa inawapelekea wa Palestina, ikaacha kupeleka kodi kwenye nini? Kwenye mamlaka ya Palestina, kwa sababu Hamas wameshinda uchaguzi. Na kuanzia mwaka 2007 ndio wakaweka hii total blockade niliyoizungumzia kwa upande wa Gaza. Walifanikiwa, walifoment mapinduzi ya kijeshi yaliyoongozwa na Fatah ambao walikuwa na jeshi ambao kazi yao ilikuwa kudhibiti wa Palestina. Wakafanya mapinduzi upande wa West Bank, kwa sababu ndio walikuwa na nguvu kubwa zaidi. Wakapindua serikali iliyochaguliwa ya Hamas. Upande wa Gaza ikashindikana, kwa sababu Gaza ndio penye matatizo makubwa zaidi, na ndiko ambako kulikuwa na nguvu kubwa zaidi ya nini? Ya Hamas. Kwa ndio maana Hamas iko Gaza, upande wa West Bank iko Fatah. Wanatawala, walishindwa uchaguzi, lakini wanatawala kwa sababu wa Marekani, Jumuiya ya Ulaya, Israel zilikataa kutambua maamuzi ya kidemokrasia ya uchaguzi ambao walikuwa wameushinikiza wenyewe. Unanifahamu? Ndio. Sasa kwa hiyo nimalizie sasa juu ya nini ya Jimmy Carter. Nilisema ni muhimu kumzungumza kidogo Jimmy Carter. Jimmy Carter alikuwa rais wa 39 wa Marekani. Na marais wa Marekani basically tangu Harry Truman, baada ya vita vya pili vya dunia, marais wa Marekani na serikali za Marekani zimekuwa pro-Israel sana. Zote, kuanzia tangu taifa la Israel limeanzishwa, wote wanaunga mkono Israel. Unaweza ukazungumza mambo nayo yazungumza haya mahali popote katika dunia hii, kuyazungumza Marekani ni shida vibaya sana, kwa sababu wanaounga mkono Israel walioko Marekani wana nguvu ajabu.